Bwana wajukuu wa mzee Clements Mwandambo, unaambiwa kwenye hii dunia muogope Mungu na teknolojia. Hii ni baada ya Saudi Arabia kupanga kujenga uwanja wa anga wenye viti 46,000 ambao utaning'inizwa mita 350 juu ya ardhi. Saudi Arabia ambayo imefanikiwa kupata haki ya kuandaa kombe la dunia FIFA 2034 umepanga kujenga uwanja ambao utakuwa ukifikika kwa kutumia lifti za mwendo kasi na magari yanayojiendesha yenyewe. Uwanja huo utazingirwa na minara ya vioo ya mradi wa The Line, ukitoa muonekano wa kipekee na wa kuvutia kwa mandhari ya jangwa na kwa wachezaji na mashabiki pia. Mradi huo unaonyesha viwango vya ubunifu na ukubwa wa malengo katika mpango wa mageuzi ya Saudi Arabia. Mpango wa Saudi Arabia bwana ni kuandaa kombe la dunia FIFA 2034 umeambatana na maono ya ujenzi wa vitu mbalimbali kama ujenzi wa jiji la kisasa linalojengwa kaskazini mwa magharibi mwa nchi hiyo. Kulingana na mipango ya awali, uwanja huo utakuwa na viti 46,000 na utajengwa ndani ya The Line. Njia za kufikika sasa zitakuwa kupitia lift ya mwendo kasi kubwa na magari ya kifahari ya usafiri yatakayokuwa yakijiendesha yenyewe, huku muundo mzima ukitegemewa na kuendeshwa na nishati safi na endelevu. Jitihada za Saudi Arabia zinaendelea kupambana na mpango wa 2030 na mwana wa mfalme Mohammed bin Salman unaolenga kupanua uchumi, kuandaa matukio makubwa ya kimataifa kama mpira wa miguu, masumbwi na mbio za magari za Formula 1. Hata hivyo, wataalamu wengi wameonyesha mashaka kuhusu kama uwanja huo ama uwanja wa namna hiyo unaweza kujengwa kwa muda uliopangwa wa kombe la dunia 2034 ambapo Saudi Arabia wamepata hicho kibali. Sasa kwa muda huo, je, utatosha kuandaa uwanja huo mpaka kufikia 2034 kukamilika mpaka kuja kuwa ni sehemu ya kivutio na FIFA kufanyika hapo? Tuandike maoni yako hapo chini. Mimi naitwa Kim Vanilla. Hii ni Stein TV. Tukutane wakati mwingine.